Kila Daudi ambapo alikuwa akimkosea Mungu, yes, Mungu anauleta upanga nyumbani kwake. Na upanga manake unafanya vita kwenye kila eneo. Vita. Eneo la uchumi, vita. Eneo la kiafya, vita. Eneo la familia, vita. Hata kwenye ndoa. Ndio. Ndani ya familia ndoa zinakosa kichwa wala mkia. Kabisa kabisa. Yes. Kumbe ni upanga uko ndani ya familia. Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi, amen, akukumbuke leo na kuondolea upanga huo katika familia. Amen. Na yale maafa ambayo yamekuwa yakitokea, sawa, kila mtu anaikimbia nyumba yake. Ndio. Mwenye ndoa inavurugika. Aikai. Mwenye uchumi unavurugika. Ni kweli. Mwenye mafanikio yanavurugika. Manake ni upanga unainuliwa, yes, kufanya vita na watu sahihi kwenye maisha yako. Vita. Na kuna watu wanashangaa hapo, kwa nini mahusiano yao yanavunjika? Kwa nini? Ni kwa sababu ya upanga. Upanga. Mwanaume amefikiria vizuri kukuchagua akuoe, vizuri kabisa, lakini kila anapokukaribia, ndio anaona vita inaongezeka. Uchumi unapata mapambano. Ni kweli. Anaona maradhi yanamwandama. Kabisa kabisa. Kila akikutana na wewe, hata akikukumbatia tu, hata akikubusu tu, ndio anaenda kuota ndoto za kufukuzwa na mapanga. Yes. Anaota ndoto za kutaka kuliwa na wanyama wakali. Anaota ndoto za kumezwa na nyoka. Kabisa kabisa kabisa. Sasa kwa nini asikukimbie? Atakimbia. Akikaa mbali na wewe, ndoto zinapotea. Akikukaribia, ndoto mbaya zinarudi. Ninaamuru kila aliyeleta upanga kwenye maisha yako kukufukuzia watu sahihi. Yes. Hebu ruka juu, sema apigwe radi na kuachia. Apigwe radi na kuachia. Upanga ukiletwa kwenye biashara yako, wateja wanafukuzwa. Ni kweli. Upanga ukiletwa kwenye maisha yako, watu wa hatima yako wanaogopa, wanakimbia. Kabisa kabisa. Muda wote wanaona kuchinjwa. Muda wote wanaona kifo. Ni kweli. Leo upanga utakapoondolewa kwenye maisha yako, wale watu walikukimbia watakutafuta wenyewe. Nasema watarudi wenyewe. Waje. Nasema watarejea wenyewe. Amina. Ukiwa mfanya biashara, sawa, upanga ukiletwa kwenye biashara yako, ndio wateja wanakimbia. Ni kweli. Tusaidie Bwana Yesu. Una kampuni, watu wa kukupa tenda, ndio zamani walikuwa wanakupa, leo wamedisapia. Kulikoni? Nini kimewakuta? Ni nini? Kila wakikunyoshea mkono wa shirika, yes, wanapata matishio ya upanga. Matishio. Yes. Wanakutana na hatari paka za kutoa uhai. Kabisa kabisa. Wanakosa amani na furaha. Ni kweli. Kwenye maisha yao. Yes. Kuna watu ukiwapa pesa, hapo, ukimpa tu pesa, akishapokea hivi, sawa, unakosa amani, unakosa furaha kwenye maisha yako. Kabisa kabisa. Hata kama mlikuwa na umoja katika familia, ama kwenye ukoo, yes, mnaona ule umoja unavurugika na vurugu zinaanza kuinuka. Amina. Manake umemsogelea mtu mwenye upanga kwenye maisha yake. Kumbe leo kajio, sema hawatafanikiwa. Hawatafanikiwa. Piga sauti, sema hawatafanikiwa. Hawatafanikiwa. Yesu akusaidie upanga huo uondolewe katika maisha ya kwako. Amina, amina, amina. Rudia tena. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na mstari wa 25, narudi kwa jina la Yesu. Msitoke kwenda mashambani. Msitoke kwenda mashambani. Wala msitembee njiani. Wala msitembee njiani. Kwa maana upanga wa adui uko huko. Maana upanga wa adui uko huko. Hofu ziko pande zote. Na hofu ziko pande zote. Ishara ya upanga wa adui kwenye maisha yako, sawa, ni hofu. Ukiwa una kipawa cha biashara, yes, ama ni mkulima ama ni mfugaji, yes, una karama, amen, yoyote, sawa, na unaogopa kuanza
kujisimamia mwenyewe. Sawa. Manake tayari kuna upanga uko katika familia. Kabisa kabisa. Na huo upanga manake unachinja watu. Sawa. Na hizo kafara ndizo zinazotumika kuleta mazuio ya mambo muhimu kwenye maisha yako. Kabisa 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 kabisa. Kuna watu maagano ndiyo yanayowaletea matatizo. Sawa. Maagano yaliyoko katika familia, maagano ambayo ni ya machinjo. Ndiyo. Watu wanaochinjwa na damu zinazomwagika usiku na mchana. Sawa. Zinaleta maafa makubwa. Ndiyo. Sana katika familia. Kabisa kabisa. Aidha zinawapa watesi wako nguvu. Amen. Ama zinawapa viumbe wale walioletwa kushindana na wewe. Amina. Kiburi. Yes. Zinawapa jeuri. Sawa. Ya kuendelea kushindana na wewe katika maisha yako. Amina. Bila kukata tamaa. Yes. 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 Manake damu yoyote inapomwagika, iwe ya mtu, sawa, ama iwe ya mnyama ama ya kiumbe, amen, inalenga kuinua upinzani katika maisha yako. Kabisa kabisa. Na huo ni upanga wa adui. Ndio. Umewekwa kwenye maisha yako ili kuleta hofu. Kumbe. Leo kajiosema kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila hofu ya upanga. Kila hofu ya upanga. Iliyotanda kwenye mipaka ya maisha yangu. Leo kajiosema ing'oke na kuniachia. Ing'oke na kuniachia. Yesu akuondolee hofu ya kuanza. Amina. Chochote ambacho amekupangia ukifanye mwaka huu. Chochote. Hofu yoyote inayokuandama. Ndio. Iondoke kwenye mipaka ya maisha yako. Amina. Uanze kwa ujasiri hata kidogo kidogo. Ndio. Asante Baba. Yes. Usizarau mambo madogo. Usizarau mwanzo mdogo. Yes. Kila mtu ambaye unaona amefanikiwa, sawa, ameanza na kidogo. Amen. Yes. 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 Mtu mmoja aliwahi kuandika akasema, sawa, kati ya vitu vya kuhofia kwenye maisha yako, cha kwanza ni hofu yenyewe. Kabisa kabisa. Manake uhofie kupata nini? Hofu. Maandiko yanatuhimiza tusiogope. Amina. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Mungu aliyetuleta duniani, sawa, yuko tayari, amen, kuanza pamoja na sisi. Sante. Yeye ana upako wa Alfa, tena ana upako wa Omega. Ana nguvu za kuanza, tena ana nguvu za kumaliza. Tunao watu wanao makusudi ya Mungu kwenye maisha yao. Tunao watu wana agano la Mungu kwenye maisha yao. Lakini kulianza kusudi inakuwa ni hofu kubwa. Yes. Kuanza kulitumikia agano inakuwa ni hofu kubwa. Kabisa, kabisa. Leo Yesu akupenge na hofu ya kila aina yote, na uende ukaanze katika jina la Yesu Kristo. Aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Amen. Piga sauti, sema imekuwa. Imekuwa.